Breakfast. Kibiashara zaidi. Karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi, sehemu yako pendwa kabisa na muhimu ambayo inachambua na kuangazia swala zima la uchumi na biashara. Inawezekana hapa kwetu Tanzania, lakini pia nje ya mipaka Tanzania, na mara kadhaa tumechambua mambo mazito mazito ya kiuchumi hapa, ukiwasikia wachambuzi na mamlaka mbalimbali. Mimi nikualika, langu jina ni John Lawrence Rubokela. Sasa katika takwimu ambazo nimewahi kukupa hapa katika kukua kwa uchumi wa Tanzania kuanzia mwaka 2021 kufika mwaka 2025 na kupanda asilimia ambazo tulizishuhudia, moja sababu ambayo ilitajwa ndani yake ni mauzo ya dhahabu, lakini pia kiujumla ni mauzo ya bidhaa kutoka ndani ya nchi kwenda nchi za nje. Pale sasa kwenye masoko ya kimataifa huko ni moja ya sehemu ambayo imetajwa kama sehemu ya kuchochea na kukuza uchumi. Ingawaje kumetajwa pia sababu nyingine kama ukusanyaji mzuri wa kodi imekuwa sehemu ya kutupandisha kiuchumi, lakini pia ikitajwa kama usimamizi mzuri, kuboreshwa miundombinu na vitu kama hivyo. Lakini hii ni moja ya sababu ambayo ilitajwa kwamba inachochea sana swala zima la uchumi. Sasa kwenye Kibiashara leo tumewatafuta wataalam, tutazungumza nao, tutawashuhudia wachambuzi wa uchumi, lakini tuko na mamlaka pia za masuala ya biashara. Tusikie na wenyewe. Tunaye mtaalamu hapa ambaye atatupitisha kwenye tathmini yake, maoni yake, uchambuzi wake. Vile vile tutajikita kusikia namna gani hasa na wenyewe wanamtazama mfanyabiashara na kumtengenezea mazingira rafiki zaidi ya kuelekea kwenye biashara za kimataifa. Kibiashara Zaidi. Tunashukuru sana kuwa nawe kwa siku hii ya leo. Karibu mno kwenye Kibiashara Zaidi, sehemu ambayo tunazungumza mengi ya kibiashara. Asante kwa kutukubalia wito wetu pia, maana sio kila mtu anaweza kubali kuzungumza nasi. Asante sana. Na kubwa zaidi, Mr. Yonazi, tunataka kufahamu hasa mauzo ya nje yanasaidia vipi hasa kuimarisha uchumi wa Tanzania. Kwa kwanza, unaweza kutuambia labda nini teki yako hasa kwenye sehemu ya faida juu ya mauzo ya nje kibiashara zaidi? Kwa kwanza ni kwamba nchi yoyote haiwezi kuendelea kama haiwezi kuuza bidhaa nje ya nchi. Nenda kokote. Usione kila siku nchi zinahangaika kutafuta masoko. Huwezi kuendelea kama huwezi kuuza biashara nje ya nchi. Yaani kama wewe unazalisha bidhaa, yaani kama wewe upo kwenye nyumba yako alafu huuzi bidhaa, usipouza huwezi kutajirika. Kwa hiyo nchi kama nchi inajua kama mtu ambaye anazalisha bidhaa lazima auze kwa wengine ili atajirike. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kina target kubwa ya mauzo nje ya nchi ni kuleta fedha ya kigeni ndani ya nchi. Kwa sababu unapoleta fedha ya kigeni ndani, pato la fedha ya kigeni ndani ya nchi, kwanza unakuza uchumi wa nchi, lakini pili unasaidia nchi kuweza kupata pesa za kulipa bidhaa ambazo zinazihudumia hapa. Kwa mfano sasa hivi tuna vitu kama ndege ambazo labda tunanunua, tuna vitu kama miundombinu ya barabara ambayo tunajenga, tuna vitu kama SGR ambayo tunajenga. Zote zile zinahitaji fedha za kigeni kulipa wale wakandarasi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo zile fedha za kigeni zinapatikana wapi? Nchi kama nchi haizalishi fedha za kigeni. Inachofanya ni kwamba inategemea watu wauze. Wakishauza ile fedha ikiingia kwenye uchumi na ikiingia kwenye mabenki yetu, ndio inaenda moja kwa moja mpaka linakuwa pato la taifa ambalo ndio linasaidia nchi kuweza kufinance hiyo miradi mingine. Lakini pia fedha za kigeni ndio zinazotumika kusaidia nchi kulipa madeni mbalimbali ambayo imekopa. Kwa mfano tunajua kabisa kwamba nchi inaweza ikope mikopo na bei nafuu na vitu kama hivyo. Unalipaje? Huwezi kulipa kwa Tanzania shillings. Ndio. Lazima utumie fedha za kigeni. Fedha unazipataje? Watu wanavyouza nje ya nchi. Hiyo ni kubwa. Lakini pia inasaidia unapouza nje ya nchi ndio GDP au pato la taifa linapanda kiwepesi. Usipouza nje ya nchi pato haliwezi kupanda. Kwa hiyo kuchachua pato la taifa kupanda inategemea unauzaje nje ya nchi bidhaa zako. Lakini pia kuuza nje ya nchi
linapelekea hadhi ya taifa. Kwa mfano kuna nchi ambazo zimeshajibrand. Kwa mfano magari, kuna nchi zimeshajibrand kimagari, kuna nchi zimeshajibrand kwa huduma. Kwa hiyo unapouza nje ya nchi na pia unapokuwa umeweka chapa, kwa mfano sasa tunaambiwa made in Tanzania chapa ambayo ita identify bidhaa zetu kwamba zimetengenezwa Tanzania. Hiyo inapeleka hadhi ya nchi kushindana kimataifa. Kingine, inatengeneza ajira kwenye nchi. Wao unavyoona hizi bidhaa tunazo import, ina maana kuna watu kule wameajiriwa kuzalisha. Same unapouza nje ya nchi. Kwa mfano hapa tuna kiwanda kimoja kinazalisha jinsi, kiko pale Mabibo tena. Kimeajiri zaidi ya watu 5,000 hivi. Hasa wale watu ni kuna kile kiwanda kinazalisha nguo kinauzwa kwenye soko la Marekani moja kwa moja. Ile biashara kutokea Tanzania. Ile biashara imesaidia watu wameajiriwa pale. Kwa hiyo the more tunavyouza nje ya nchi ndio tunatengeneza fursa za ajira, na fursa za ajira nyingi zinatengenezwa na private sector. Tukitegemea serikali tu ndio itoe ajira, tunaweza tukwame. Kingine, inachachua teknolojia kupanda, kwa sababu unapouza nje ya nchi unashindana na watu kule. Kwa hiyo ili uweze kuwashinda lazima uboreshe bidhaa zako. Automatically utajikuta kwenye ushindani na watu. Moja kwa moja, wanafanya nini? Teknolojia gani inatumika? Niboreshe vipi? Hivyo vitu vyote ukivicombine tayari unanana. Kingine, inasaidia kwenye maendeleo ya jamii. Kwa mfano, serikali kupata uwezo wa kuhudumia wananchi. Kwa sababu serikali inapata pato. Unapouza nje ya nchi, serikali inapata pato. Ikipata pato, inaweza kuhudumia wananchi wake kiurahisi. Lakini kuongeza thamani ya mazao pia. Mtu anakaa na buni kwamba sasa hili niuze nje ya nchi, nifanyeje? Unajikuta kabisa kwamba kumbe natakiwa niongeze thamani ya mazao. Kibiashara zaidi. Lingine, inachachua uwekezaji, kwa sababu mtu akiona kumbe Tanzania inazalisha kwa ajili ya kuuza nje ya nchi, na mimi inabidi niwekeze pale. Watanzania wanawekeza, watu wa nje wanavutika kuja kuwekeza. Kwa mfano mzuri ni kwa mfano China. China inatengeneza brandi ambazo sio za nchi ile. Kwa nini? Kwa sababu center ile ya production, inaisha brand kwamba ni center of production, kwa watu wanaenda kuwekeza kule. Kingine, inasaidia diplomasia ya biashara. Nyie mnapokuwa kwenye biashara, hata mimi ninapokuja kuuzia kitu, kuna relation fulani itajenga kwamba bwana, ile negotiation, vitu kama hivyo vinasaidia. Kingine, unapouza nje ya nchi inapanua masoko ya bidhaa. Kwa mfano tutegemee soko la ndani. Tukae tu kwenye soko la ndani. Tuishia baadaye. Shughuli imeisha. Lakini unapoangalia kwamba ninaweza kuuzaje nje ya nchi, tayari unashangaa unapata soko kubwa ambalo inawezekana usingelifikiria. Lakini kingine, inasababisha utulivu wa sarafu yenu. Sarafu yenu haishuki kiholela holela. Kwa mfano, sarafu inaweza ishuke kwa sababu fedha ya kigeni inakuwa adimu. Unajua fedha ni kama bidhaa Inapokuwa adimu sokoni ndio bei yake inapanda. Kwa fedha ya kigeni zikiwa nyingi hapa sokoni, na maana watu wengi wakiexport wakaleta fedha ya kigeni nyingi hapa sokoni, automatically ni kwamba zile fedha zitakuwa available kwenye soko. Kwa hiyo zikiwa available kwenye soko, demand yake itashuka kwa sababu zipo. Lakini kila mtu anavyohangaika kutafuta fedha ya kigeni, na wakati mtakuwa muimport mafuta, muimport sijui nini, fedha kigeni za kungangania, tayari bei yake inapanda. Bei yake fedha kigeni ikishapanda kiuchumi, na maana fedha yenu automatically inashuka. Ikishuka, kwa hiyo fedha ile sarafu yenu iwe stable au iwe imara, lazima muhakikishe kwamba mnauza nje ya nchi. Kitu kingine, wakulima, tunapouza nje ya nchi, wakulima kule wanaweza kuzalisha kwa wingi, kwa sababu sasa hivi sisi tunategemea sana kilimo kwenye kunyanyua vitu vingi. Kwa hiyo ukitaka mkulima aende sokoni, usihangaike kwenda kumwambia nenda sokoni. Tafuta miundombinu ya soko. Mtu akishajua kabisa kwamba nikizalisha nauza, itakuwa rahisi kwake kuzalisha zaidi. Hiyo inakuwa na impact au inakuwa na athari chanya mpaka kwenye mashamba ambayo yako kule vijijini. Inakuwa na athari chanya mpaka kwa mkulima mdogo kabisa, kule ambaye anategemea kwamba niuze mazao yangu haya watoto waende shule, niuze mazao yangu haya nijenge nyumba, niuze mazao yangu haya niweze kununua nguo. Kwa hiyo impact yake inaenda mpaka kule chini. Kwa hiyo tunahamasisha sana Watanzania, sisi kama mamlaka ya biashara, kufanya Watanzania sasa wafikirie
kwenda nje ya nchi. Tunataka bandari ya Dar es Salaam, ile bandari ya Dar es Salaam, shehena inayotoka kwenda nje ya nchi iwe kubwa kuliko shehena inayoingia ndani ya nchi. Sasa hivi challenge ambayo naweza kukupa tu challenge naweza kujipa mimi ni kwamba ulipo hapo sasa hivi unatumia bidhaa gani ya Kitanzania? Hiyo ndio challenge tutakao tuifikirie, kwa sababu kama unatumia bidhaa ya nje, maana yake unawanufaisha watu wa nje. Ukitumia bidhaa ya Kitanzania, ina maana unatumia Watanzania wenzako. Kwa hiyo kwanza target kutumia bidhaa za Kitanzania ili sisi wenyewe tuanze na uzalendo wetu. Wanasema charity starts begin at home. Kwa hiyo tuanze kupenda vitu vyetu na tutawahamasisha Watanzania wenzetu ili kufanya production zaidi, kuwa na nguvu na kuuza nje. Kibiashara zaidi. Asante sana kwa maelezo mazuri na kuidadavua mada kwa namna hiyo. Kufikia mwaka 2025 mauzo ya nje yamechangia takriban dola bilioni 10.28 kufikia mwaka jana 2025. Hii ni mauzo ya nje, ingawaje dhahabu pia wako hapo wakiwa wanachangia utalii na nini, mambo mengi sana yanachangia, lakini nimetoa ile ya ujumla kwamba export zimechangia kwa kiasi kikubwa. Dola bilioni hizo nilizokutajia 10.28 zimetoka huko. Hivi nafasi ya mamlaka katika kuchangia na wenyewe kwenye umuhimu huu ambao tunaozungumza wa watu kuuza nje kwenda kwa wafanyabiashara. Sisi pia ndio tunategemewa kwenye kuzunguka dunia, kwenda duniani kote huko kuangalia masoko yakoje. Lakini kitu kikubwa zaidi kwamba kuandaa events au maonyesho makubwa ya biashara, hasa kwa mfano mwaka huu tuna maonyesho ya 50 ya Sabasaba. Hayo yanakaribisha mataifa mengi kuja hapa kwenye maonyesho. Kwa hiyo sasa utakuta wanunuaji wengi wanakuwa sehemu moja. Kwa hiyo badala ya kwenda China utakuta wa China hapa, badala ya kwenda Uturuki utakuta Waturuki hapa, badala ya kwenda India utakuta Wahindi hapa. Wamekuja kutafuta masoko, lakini pia wamekuja kuonyesha vitu wanavyozalisha. Kwa hiyo taarifa zaidi ndio tunazozitoa, lakini tunashirikiana na taasisi zingine katika kuhakikisha kwamba hizi taarifa zinaenda mpaka kunakosika. Wizara ya Kilimo, institution za elimu, hizo zote tunashirikiana nao kwenda kutoa lectures, lakini pia tunatoa wataalamu wetu. Tuna wataalamu kila sehemu wa biashara kwa ajili ya kushauri, lakini pia kutoa taarifa kuhusu mahitaji yanayohitajika. Unafikiri nini hasa kinakwamisha wafanyabiashara wa Kitanzania kujiwekeza zaidi kwenye mauzo ya nje? Ni swali zuri sana. Kwanza ujue kabisa kwamba mauzo ya nje yoyote yana changamoto kubwa kuliko mtu anavyouza hapa ndani. Changamoto zilizopo umbali, kwanza usafirishaji, lakini pia gharama, kwa sababu ili bidhaa iende mpaka kule kuna gharama zinaongezeka kwenye kunani. Kitu kingine, standard za kule nchi zinazotakiwa ni zinakuwa tofauti. Unaweza kukuta standard ambayo inatoka US na standard inayotakiwa China ni tofauti. Kwa hiyo inatakiwa ujue hilo. Kitu kingine ni uhakika, ni uzalishaji wa kisasa. Unaweza ukute kwa mfano sasa hivi kwa bahati kuna mwekezaji mmoja alishawahi kuzalisha kuwa na kiwanda cha juisi, akapeleka kontena la kwanza la juisi likaonekana liko vizuri, akapeleka kontena la pili inaonekana kwamba quality inatofautiana. Kwa nini? Kwa sababu ya standard ya matunda inayozalishwa. Unaweza ukute mti huo chungwa moja chungu, ponyojonga sio chungu. Unaweza ukute shamba la manasi mengine yanakuwa machungu, manasi mengine yanakuwa matamu. Kwa hiyo lazima tuboreshe sasa. Tutoke kule kwenye traditional ili tuweze kushindana kimataifa. Lakini la tatu lingine mengine yako mengi ni ushindani kule sio rahisi kushindana ugenini. Ni changamoto kubwa. Kwa hiyo lazima tujipange kushindana kule kimataifa. Japokuwa serikali kupitia balozi zake, serikali kupitia taasisi kama hizi tunafanya juu chini kuhangaika kuhakikisha kwamba wazalishaji wetu hawakwami kwenye ile business process, either kwa kunegotiate na nchi za kule ili kama kuna ukwamo wowote. Lakini hapa Tanzania hizi institutions zote tunazoziona kazi yake ni kusaidia Mtanzania au mzalishaji wa Tanzania
asikwame kwenye kuzalisha, kupeleka mzigo wake nje ya nchi. Kibiashara zaidi. Lakini natamani umguse mfanyabiashara. Kwa mfanyabiashara huyu ambaye tunazungumza naye, mkubwa na wakati, kuna umuhimu kiasi gani kwake yeye na yeye kujiwekeza kwenye mauzo haya ya nje na sio ndani pekee? Mara nyingi mauzo ya nje ukiajulia vizuri unapata bei nzuri kuliko unavyouza hapa ndani. Kwa hiyo ile faida, profit margin inakuwa kubwa, lakini pia ushindani sio mkubwa sana. Au tumegundua pengine kuna masoko mapya ambayo yanatuhitaji zaidi wa Tanzania sasa hivi? Sawa kabisa. Mwanzo miaka ya nyuma tulikuwa tunategemea sana masoko ya Ulaya. Hata unaweza ukawa na Marekani, unaweza ukawa shahidi. Lakini sasa hivi kuna masoko mengi yameibuka mapya. Hata haya tunayosema haya ya China yameibuka, ni masoko mapya. Yameibuka miaka karibuni. China, Uturuki, UAE au United UAE, yani nchi za Kiarabu. Lakini kuna nchi zingine, kwa mfano kama hizi Indonesia, hizi nchi zingine hizi Malaysia na vitu, nchi hizi ndogo ndogo, kuna demand kubwa pia ipo kule. Kwa hiyo tukaconcentrate kwenye hayo masoko makubwa, lakini kuna masoko mengine pia yapo. Hivi kuna swali nilijiuliza tu, haiwezi kutuathiri hii ya ku-export sana, hii haiwezi kutuathiri? Bwana, nikwambie kitu kimoja. Tunavyo export bidhaa nyingi, ndio tunatengeneza soko la bidhaa zetu. Na ukitaka mzalishaji azalishe bidhaa nyingi, awe na assurance ya soko, awe na uhakika wa soko. Kwa hiyo sisi yani hata kama utapata shida, kwa mfano kama umepeleka mahindi mengi nje, hata kama utapata shida, mwakani watu wataona kwa mahindi ni soko liko kubwa, watalima kwa wingi. Kwa hiyo itatuvuta tu. Kwa hiyo mara nyingi demand ndio inavuta. Sasa kwa sababu mara nyingi watu wanakata tamaa pale ambapo uzalishaji unakuwa mkubwa alafu bidhaa hazina soko. Hapo ndio watu wanakata tamaa, na hiyo mara nyingi ndio inarudisha, kitaalamu inarudisha watu nyuma kwenye kuzalisha bidhaa. Lakini unapotengeneza soko, ndio na huku mahitaji na uzalishaji na yenyewe unapanda. Kitu kingine, kuna hizi bidhaa ambazo watu hawazipi kipaumbele, nazo mahitaji yake ni makubwa sana. Ufuta, dengu, hizi choroko na vitu kama hivyo. Soko lake China huwezi kulimaliza. Soko lake lipo kubwa. Soko lake India huwezi nani. Na hata hizi nchi zote unazozitaja hizo, wakati mwingine zinanunua hapa, zinaenda kufanya package na kusupply kwenye manchi mengine. Unaweza ukakuta kwa mfano, labda unaweza kukuta India, kwa mfano India inauza sana hizi bidhaa, lakini kumbe anachukua kutoka wapi na anajua supply wapi. Kumbe anajua sehemu ya kuchukua, alafu anakuja anawapa watu wake. Kwa kuhitimisha, la kumwachia huyu ambaye alikuwa anatutazama kwenye kibiashara zaidi, la kumalizia juu ya mada yetu. Watu wajikite kwenye uzalishaji na biashara. Lakini pia niwaambie kabisa kwamba serikali chini ya rais wetu Samia Suluhu Hassan iko bega kwa bega na wananchi wake, iko bega kwa kusaidia wananchi wake. Na niwahakikisha kwamba kati ya miaka ambayo serikali imekuwa sikivu kwenye kusapoti wananchi ni hii serikali ambayo iko sasa hivi. Kwa hiyo mimi nawaambia Watanzania wapate confidence. Kwanza hizi institution zote ambazo zimetengenezwa, hizi taasisi zote ambazo zimetengenezwa zipo hapa kwa ajili yao, sio kwa ajili ya watu wengine, na ni taasisi zao. Kwa hiyo wanapopata challenge yoyote, wanapotaka information yoyote, moja kwa moja wazi approach bila kuwa na wasiwasi wowote. Sasa hivi institution zote unazoziona, ziwe Tantrade, ziwe TISEZA, ziwe TRA, ziwe bandari, ziwe zote ziko pale kwa kutoa huduma zaidi, sio kwa kufinya watu sijui. Ukienda TBS wanakuonyesha ubora kwamba tengeneza yale mambo ya sijui kufungia nini yale. Sasa hivi tushatoka huko. Sasa hivi tuko kwenye kufacilitate, kwenye kuboresha ili tuweze kushindana kwenye soko la kimataifa. Kwa hiyo nawaambia Watanzania sasa hivi wao na confidence na serikali yao, wao na confidence na taasisi zao, wao na confidence na sisi wataalamu. Tuko kwa ajili ya kuwasaidia. Ametutoa wasiwasi hasa kwenye kuuza nje zaidi, kwamba kunaweza kukaathiri
Hapana, kumbe ndo kunazidisha production zaidi katika kile ambacho tunakiuza. Kwa hivyo hilo limekaa sawa na tumejifunza hiyo kwa wale ambao wanasema bwana, wakati mwingine tukiuza sana nje inaweza kaleta mashaka huku ndani, productivity inaongezeka. Asante sana kwake, asante sana kwako. Sasa hivi tupate nafasi kidogo kusikia nini ambacho wachambuzi wanatuambia. Kibiashara zaidi. Kuuza pesa bidhaa nje kunasaidia kuimarisha uchumi kwa maana ya kuongeza uwezekano wa fedha za kigeni, uongezekano wa mzunguko wa fedha kwenye uchumi. Kwa mfano, kama mimi nikiuza mahindi huko nje yenye thamani labda ya dola 100 ambayo pengine inakadiriwa kufika labda fedha za kitanzania labda milioni 200 na kitu, 250,000. Kumbuka dola 100, maana yake mimi nikienda nikauza mahindi huko nje dola 100, nyumbani hapa siji kutumia dola 100, nitakuja kutumia 200 na kiasi cha pesa, si ndio? Ambazo zinasaidia kuongeza kustimulate ama kuongeza ule mzunguko wa pesa na kuboresha hali ya maisha ya watu, kupunguza ugumu wa maisha na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mauzo ya bidhaa nje ya nchi, ndio maana unaona serikali inajitahidi kutengeneza mahusiano na mataifa mengine na kuingia na makubaliano na mikataba mbalimbali na mataifa mengine ili kukuza ule uhusiano ambao utasaidia kuuza bidhaa nje. Ukiuza bidhaa nje utapata pesa za kigeni, lakini pia utasaidia kuboresha maisha ya watu kwa sababu watafanya biashara, watapata pesa. Lakini pia kuuza bidhaa nje kunasaidia kuongeza fursa za ajira, kwa sababu wale wanaopeleka bidhaa nje ni wafanya biashara, na mtu akishakuwa biashara yake ikishakuwa kubwa, maana yake inamsaidia yeye kukuza mtaji wake, ataajiri vijana wengi huku ndani. Kwa mfano, kama unauza bidhaa labda mazao ya nafaka unapeleka nje ya nchi, maana yake huku nje utaajiri vijana ambao watakusaidia kukusanya hayo mazao, lakini at the same time utalipa kodi, utaongeza mapato kwa serikali. Kuuza mazao nje unasaidia kuboresha ama kuimarisha uhusiano na wa kidiplomasia kati ya nchi moja na nchi nyingine. Sawa, shukrani sana. Asante sana. Kibiashara zaidi. Yes. Nikushukuru sana mtazamaji wetu ambaye uko nasi kwenye Kibiashara Zaidi leo hii, tukitazama kuhusiana na swala zima la faida na uwepo wa biashara kwa wafanyabiashara, ufanyaji biashara nje huko kwa namna gani, exports, yani kwamba kuna faida gani uwepo ufanyaji biashara za nje ya nchi. Na hii ni kutoka katika zile data ambazo zilituambia mauzo ya nje ya nchi yana nafasi kubwa na yenyewe kuchangia katika kukuza uchumi, lakini vile vile kuona kwa namna gani dola zinapatikana na mambo mengineyo mengi. Mimi langu jina ni John Lawrence Bokera, nikushukuru sana kwa wakati wote. Hii ni Kibiashara Zaidi, mpaka wakati mwingine, asante. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi.